Bwana mtazamaji wa Junior Media, uhabari gani? Ni matumaini yangu kuwa mzima wa afya na unaendelea vizuri kokote unakonipata kwa usikivu mzuri kabisa. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kushukuru sana kwa wewe ambaye tayari umeshasubscribe, na kwa wewe ambaye bado hakikisha unabonyeza alama neno subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia. Taarifa za kimichezo ambazo tumeweza kukusogezea siku hii ya leo ni kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo klabu hiyo ya Simba kupitia msemaji wake Ahmed Ali imetangaza kuwa Wallace Karia, rais wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF, ndiye atakayekuwa mgeni maalum katika mchezo wao wa marudiano wa tarehe 9 dhidi ya Al-Masry kwenye kombe la shirikisho katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mgeni maalum wa mchezo wetu wa robo finali dhidi ya Al-Masry ni mjumbe wa kamati utendaji ya CAF, rais wa Sekafa na rais wa TFF Wallace Karia. Tuna kila sababu ya kumpa nafasi hii, ni kwa kutambua mchango wake. Tunatambua, tunaheshimu mchango wa Wallace Karia kwenye mpira wa Tanzania. Simba Sports Club kufikia katika nafasi ya 6 kwa ubora barani Afrika ni katika uongozi wake. Aliweza kuyaainisha haya msemaji afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ama semaji Ahmed Ali ameweza kufunguka hayo kuwa mchezo wao wa marudiano dhidi ya Al-Masry ambao ulimalizika kule nchini Misri kwa kufungwa mabao 2-0. Sasa mchezo wao wa marudiano utakaokuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 9 majira ya saa 10. Mchezo huo wameweza kumwalika ndugu Wallace Karia, rais wa TFF Tanzania. Taarifa zingine mwanamichezo ambazo tumeweza kukusogezea hapa katika YouTube channel yako ni kutoka kwa mchezaji Jean Charles Ahoua. Haya ndio mengi usiyoyafahamu kuhusu Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua ni mchezaji kutoka taifa la Ivory Coast na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba mwenye umri wa miaka 24. Mashabiki wengi wa klabu ya Simba wanazidi kumzodoa Ahoua kutokana na staili yake ya uchezaji, ila yeye anaendelea kubaki pale pale kwani anaamini katika kile anachokifanya yeye. Ahoua amekuwa mhimili mkubwa sana katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michuano yote, kwani ndiye kinara katika upachikaji mabao ndani ya ligi kuu ya NBC akiwa amefunga magoli 12. Sio kwamba takwimu tundo zinambeba, hata nafasi anayochezea uwanjani na mbeba pia, bila kusahau na msimu wake wa kwanza ndani ya Simba tayari namba alizonazo zinamlemea. Niwakumbushe tu ujio wa hawa wachezaji namba 10 ndani ya ligi kuu ya Tanzania katika msimu wao wa kwanza. Wa kwanza ni Aziki, Clatous Chota Chama, Saido Ntibazonkiza na Pape Sanko. Hawa hawakuwa na namba za kuridhisha walivyowasili hapa nchini, lakini tazama miaka 2-3 mbele wamefanya yapi? Wamefanya makubwa ndani ya klabu zao. Namba 10 anayochezea Ahoua pale Msimbazi ni tofauti kabisa na aliyokuwa akichezea Clatous Chota Chama, kwa namna kwamba kuna tofauti katika namna ya kiuchezaji. Labda sijui, nimejaribu kuangalia baadhi ya wachezaji wanaocheza namba 10 barani Afrika na Ulaya, nimegundua sifa zao ziko vipi. Namba 1, namba 10 yote duniani lazima awe na uwezo mkubwa wa kuona washambuliaji wake wa pembeni pamoja na katikati kwa haraka sana. Namba 2 ni mchezaji mwenye maamuzi ya haraka sana, asiwaze mara mbili, ni kama kukaa na mpira akae nao ama akuachie achie. Namba 3, wengi wao wanakuwa ni wapiga free kick specialist 4. Pia wana uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, through passes, na kumfikia mlengwa. Namba 5, namba 10 anacheza kwa maelekezo. Yeye ndiye kiunganishi cha washambuliaji na wazuiaji, ndiye mchezaji pekee mwenye uwezo wa kuroteti uwanja mzima, awe na mali ama asiwe na mali. Namba 6, lazima namba 10 awe na ujuzi binafsi, individual skills, ambazo zitamsaidia kufanya mambo yote hapo juu kwa usahihi, na hapo ndipo ilipo tofauti ya Jean Charles Ahoua na viungo wengine namba 10. Mwana habari na mwana michezo wangu, hizi zilikuwa ni taarifa
kutoka kule katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na yale ambayo yameweza kutokea, huku meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ally akimwalika ndugu Wallace Karia, rais wa shirikisho la kandanda nchini TFF, kuwa mgeni rasmi maalum katika mchezo wao wa marudiano dhidi ya Al Masry kwenye kombe la shirikisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku taarifa zingine zikionyesha ubora wa namba 10 mbalimbali akiwemo Aziki, Clatous Chota Chama, Saidon Tibazonki da Pape Sanko na mchezaji Jean Charles Ahoua. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami, niseme asante sana. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa yule ambaye tayari ameshasubscribe, lakini kwa wale ambaye bado, nikuombe tunapomaliza kutazama ni nini ambacho tumeweza kusogezea siku ya leo kutoka mwanzo mpaka mwisho, usisahau kubonyeza alama ya neno subscribe ili uweze kuwa mwana familia. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage, nikutakie siku njema. Bye bye.